Yes, pale pale New Amani Zanzibar, kwa maana ya mchezo wa ngao ya jamii kati ya wekundu wa Msimbazi Simba dhidi ya Young Africans. Twende tukaangalie ubora wa hivi vilabu. Mimi ni Paul Tembo na hii ni Tembo Mastori tu. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Tunaenda kuangalia mambo mawili makubwa. Tutaangalia ubora wa Young Africans, udhaifu wa Young Africans, ubora wa wekundu wa Msimbazi Simba, udhaifu wa wekundu wa Msimbazi Simba. Tuanze na Young Africans. Ubora wao uko wapi? Ubora wao ni katika kutengeneza nafasi kwa kasi. Mwalimu Mankoba Mkiti toka jiunge na Yanga ni kama vile ameitengeneza Yanga kutoka kwenye falsafa ya kupiga pasi polepole kwenda kwenye kasi za uharaka na sharpness, akiwatumia sana za Kwane, Kangwanda, Eric Mujage, Maxim pia Nzengeri pamoja na wachezaji wengine wenye kasi kwenye timu yake. Sasa huu ndio ubora mkubwa ambao nimeuona kwa Mwalimu Mankoba. Lakini ubora mwingine amemtengeneza Yao Kwasi Atola pamoja na Mohamed Hussein kuwa watu ambao wana push sana kusaidia mashambulizi kwenye timu ya Yanga. Udhaifu wa Yanga, huo ni ubora. Udhaifu wa Yanga ni eneo la namba 10. Ni kama vile hayupo namba 10 X factor sana wa kufanya kile kilichobora wakati wote kama ilivyokuwa kwa Pacome Pedro Zuzwa na Stefano Aziz Ki. Ikumbuke wala ni Okelo ndo namba 10 anayetumainiwa kwenye kosti cha Yanga. Lakini hana bahati sana na zile mechi kubwa. Ngoja tuone leo atafanya nini kwenye mchezo dhidi ya Simba. Lakini kitu kingine ambacho ni changamoto kwa Yanga ni kwa watu wa 4. Beki namba 2 na namba 3 anapokuwa amesogea juu, Mwalimu Mankoba ni kama vile ana attack more than defense, kwamba ana uwezo wa kushambulia ila ana udhaifu katika kujilinda, kitu ambacho kinaweza kumletea madhara. Mara nyingi amekuwa anaacha watu watatu, kwa maana namba 6, namba 4 na namba 5. Kama wakikutana na timu yenye namba 10 mwenye uwezo wa kuwagawa vizuri wale watu, wanaweza wakachanganywa na wanaweza wakafungwa goli kwenye wakati ambao wao wanakuwa wameenda ku attack, wanaporudi wanaweza wakawa wamefungwa goli. Kwa nini? Kwa sababu mchezo dhidi ya Les Eagles du Congo alikuwepo namba 10 Zemange Soze. Alikuwa anafanya vizuri sana katika kuwagawa hawa watu watatu. Kwa maana wanakuwa wamebaki watatu, Yao anakuwa amepanda, Mohamed Hussein anakuwa amepanda, kuwagawanya na kuaga ni rahisi sana. Twende kwa upande wa klabu ya Simba. Ubora wao upo wapi? Ubora wa Simba ni ule ule, haujabadilika sana. Kwanza ni katika eneo la usajili. Simba timu yao ni bora msimu uliopita mwishoni mwa msimu. Hawajabadilisha wachezaji wengi sana, kwamba wametema, ameachwa Alassane Modo Kante tu kwenye kikosi cha kwanza. Kwa Simba ni ile ile ambayo imekuwa ikicheza katika ubora ule tulioona mpaka wakabeba Muungano walicheza dhidi ya Yanga wakabeba CRDB. Sasa ubora wao mkubwa ni katika kutengeneza nafasi kupitia maeneo ya pembeni. Upande anaocheza Lebase Gay, Anset Oura, Elim Panzu kama atakimbilia pembeni, lakini pia Ino Jospin Ruemba wakati ambao anapata nafasi kukimbia kwenye maeneo ya pembeni. Kwa Simba ni hatari kwenye maeneo ya pembeni mwa uwanja. Lakini eneo hatari zaidi tena kwa upande wa Simba ni eneo la namba 9. Mwalimu wa klabu ya Simba kwa maana ya Mwalimu Steve Becker mara nyingi amekuwa akianza na force namba 9. Kitu ambacho huwa kinawachanganya mabeki wengi, kwa sababu anapoanza Mpanzu kwenye eneo la shimo kama namba 9, mara nyingi huwa hasimami standby, anakuwa ni mtu wa kuhamahama, anakuwa ni mtu wa kuzurura, anaenda huku anaenda huku. Mara nyingi anawagawanya mabeki kuwafanya watoke kwenye lile eneo kwa usahihi, waanze kumfata, kitendo ambacho huwa kinatoa mianya kwa wachezaji kama Anset Oura, Lebase Gay kufika kwenye maeneo ya box la 18 kwa ubora na kwa usahihi mkubwa. Twende tukaangalie udhaifu kwa klabu ya Simba. Udhaifu mara nyingi ni kwenye eneo la namba 8. Joseph Kagoma ni bora sana katika ukabaji, lakini huwa anamkosa namba 8 mwenye ufanisi mkubwa wa kupiga pasi zilizo bora kwenda kwa namba 10 na kuifanya timu iscore kwa ubora zaidi. Sasa Jabar anaonekana na uwezo huo. Kama ataanza kwenye kikosi cha leo anaweza akawa mwiba mchungu sana kwa klabu ya Yanga. Kama ataanza ile Jospin Ruemba anaweza akawa mwiba mchungu sana. Yaani Ino acheze namba 8 na sio namba 10. Udhaifu mkubwa ambao wako nao Simba na wao ni kwenye maeneo ya pembeni mwa uwanja. Leo Shomari Kapombe hatakuwepo. Upande ambao anacheza David Kameta Duchu unaweza kuwa na madhaifu makubwa sana kama Kangwanda atautumia kwa ubora. Sababu David Kameta Duchu ni mtu ambaye huwa anashambulia ila kukaba huwa anachelewa kufika kwa haraka zaidi. Kama wataitumia kwa nafasi hiyo wanaweza kupata kile kitu kilicho bora. Nixon Kibabage ni mtu wa kusogea juu. Mawinga Alan Okero kama atatawanya mipira kwa ubora, Yanga wanaweza kupata kitu kupitia hawa watu. Lakini udhaifu mwingine ni kwa mlinda mlango Jibril Tanja Kasali. Mipira ya kuanzia, tunasema mipira ya mwanzo kwa kutengeneza shambulizi, kwa maana mipira ya kuanzia nyuma wingback kwenda juu,
Kama Shaulila atakuwa ana force kukabia juu, Simba anaweza akafanya makosa mengi sana kupitia golikipa wao Jibril Tanja Kasale. Bana, haya yalikuwa ni madhaifu ya klabu ya Simba pamoja na Yanga. Ubora wa Yanga na ubora wa wekundu wa Msimbazi Simba. Bana, hii ni Tembo Mastori, sehemu ambapo mara nyingi tunapata zile update bora. Mimi nipo Tembo Fuku Nyuku JR, mkali wa Tembo Mastori. Ishu kubwa tu ni wewe usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Hii ni Tembo Mastori. Sina la ziada, chao.